Mapigano makali yameendelea wikendi nzima katika nyanda za juu za Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hali gani popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Bila shaka umefanya chaguo sahihi kwa kuweza kujiunga nasi tena ili uweze kupata habari zenye kuthibitishwa, zenye uchunguzi wa kina na zenye kuaminika zaidi kutoka kituo bora hichi cha matangazo. Umefanya chaguo sahihi kabisa. Kabla ya yote ni kuombe uweze kusubscribe channel yetu, uweze kucomment ili tujue kabisa unatupata ukiwa sehemu gani duniani, lakini pia usikose kumtumia yeyote yule ili naye pia aweze kunufaika na habari zetu hizi. Muda huu msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, tunayo mengi kabisa, lakini kwanza ni kuambie kwamba mapigano makali yameendelea wikendi nzima katika nyanda za juu za Minembwe katika mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mapigano hayo ni kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23, kundi la kisiasa na kijeshi linaloungwa mkono na Kigali, na jeshi la Kongo ambalo linaungwa mkono na jeshi la Burundi pamoja na vijana wazalendo. Mapigano hayo yanafanyika yapata kilomita 100 mashariki mwa mji wa Baraka. Kulingana na vyanzo vya ndani, mapigano yamekuwa makali nchini DRC. Watu elfu kadhaa wamelazimika kukimbia vijiji vyao katika wiki za hivi karibuni. Wakimbizi hao wa ndani sasa wanaishi katika mazingira magumu, wakiwa na upatikanaji mdogo wa msaada wa msingi. Hii ni mojawapo ya matukio ya vurugu zaidi yaliyorekodiwa katika eneo hilo tangu mwanzo wa mwaka, kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani. Mbele ya FARDC, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloungwa mkono na jeshi la Burundi pamoja na vijana machachari wazalendo pia inaripotiwa wanapokea usaidizi mkubwa wa anga, ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani maarufu drone za mashambulizi, kulingana na vyanzo hivi. Kutokana na shambulio hili linaloongozwa na Kinshasa, wanamgambo wa Twirwaneho wa eneo hilo la Minembwe wanaoshirikiana na kundi la waasi la AFC M23 wamerudi nyuma kutoka ngome kadhaa wiki iliyopita. Msemaji wa FARDC, Luteni Kalonji Mbuyi, amedai kuwa katika taarifa iliyotumwa katika vyombo vya habari, kukamatwa tena kwa vijiji kadhaa katika eneo hili. Kutokana na mapigano haya, zaidi ya raia 200,000 wamekimbia eneo hilo tangu mwanzoni mwa mwezi Februari, kulingana na mashirika ya kiraia huko Fizi na vyanzo vya kibinadamu. Idadi kubwa ya watu imeripotiwa kupata hifadhi katika eneo la Fizi. Kulingana na Mufashe Santos, kiongozi wa shirika la kiraia huko Minembwe, amesema kwamba nyumba kadhaa za kiraia zimeharibiwa na mashambulizi ya anga katika eneo hili ambalo linakaliwa zaidi na jamii ya Banyamulenge. Vituo vya afya, shule na masoko pia vimelazimika kufungwa kutokana na mapigano hayo makali yanayojumuisha vikosi vya DRC pamoja na jeshi la uasi la AFC M23. Mapigano zaidi yaliripotiwa siku ya Jumapili, Februari 22, kati ya jeshi la Kongo linaloungwa mkono na wanamgambo wa wazalendo na AFC M23 katika eneo la mkoa wa Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo vya ndani, mamia ya wakaazi walikimbilia Kibabi na Ngungu kufuatia shambulio la jeshi. Shambulio hili linaripotiwa kuiwezesha FARDC kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa eneo la Katoi ulioko takriban kilomita 100 magharibi mwa mji wa Goma. Wakati haya yakijiri, hali imetulia tena huko Kavumu, eneo lililoko kwenye kilomita 30 kaskazini mwa Bukavu, jimbo la Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya siku 3 mfululizo za mapigano kati ya waasi wa M23 pamoja na Alliance Fleuve Congo na wapiganaji wazalendo wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC. M23 inadai kwamba imefanikiwa kuwafukuza wazalendo ambao walikuwa wakijaribu kuchukua nafasi hiyo ya kimkakati inayojumuisha uwanja wa ndege, lakini wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo
wanasema kuwa kurudi kwao nyuma si kukimbia wala kuogopa nguvu za waasi wa M23, bali ni namna ya kuangalia mfumo mpya ambao utaweza kuwapiga na kuwatimua waasi wa M23 na waweze kukimbia eneo hilo. Endelea kubaki na Kwetu News 24 ili uweze kupata mengi zaidi. Mamlaka kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na polisi kutoka nchini Burundi wamethibitisha kufunguliwa kwa mpaka kati ya mataifa hayo mawili baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi miwili. Kulingana na vyanzo hivyo, mpaka wa Kavimvira ambao ni muhimu kwa nchi hizo jirani katika masuala ya kiuchumi umefunguliwa mapema Jumatatu hii ya tariki 23 Februari mwaka 2025. Ulifungwa mwezi Disemba kutokana na mashambulio ya waasi wa M23 ambao walijipenyeza na kuingia ndani ya mji wa Uvira siku chache zilizopita na kuondoshwa kwa tamko la Marekani ambao waliwakazia kuondoka ndani ya mji huo wa Uvira. Licha ya utovu wa usalama kuendelea kushuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini bado mji wa Uvira unaendelea kusalia chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC pamoja na wanajeshi wa kizalendo. Nikuombe uweze kusubscribe channel yetu, uweze kucomment ili tujue kabisa unatupata ukiwa sehemu gani duniani, lakini pia usikose kumtumia yeyote yule ili naye pia aweze kunufaika na habari zetu hizi.